unasemaje bwana, pamoja na yote yanayoendelea mitandao, jina moja ambalo ni maarufu zaidi ndani ya kikosi cha Simba ambalo linatajwa kama comeback na umesema sio muumini wa comeback ni Faisal Salum Abdallah Fei Toto. Duru zinaarifu kwamba Fei ni mnyama. Duru. Duru za usajili. Kiswahili cha duru huwa ni nini? Duru ndo Kiswahili. Ambayo maana yake ni kama vile taarifa taarifa inaeleza au niwapigie macho kwenye screen. Macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen. Macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen au macho kwenye simu. Faisal Salum Fei Toto, Faisal Salum Abdallah, sipendi sana kumzungumzia kwa sababu ni mchezaji wa klabu nyingine ya Azam FC. Tena klabu ambayo mimi binafsi na Simba kwa ujumla, klabu ambayo tunaiheshimu pakubwa. Watu wengine naweza tukaenda nao hivyo kindavandava, lakini Azam ni klabu ambayo tunaiheshimu sana, tunaheshimiana. Kwa hiyo sio klabu ambayo naweza nikaizungumzia kwa namna nyingine yote, na kwa mantiki hiyo basi naheshimu na kuthamini na kutambua kwamba Faisal ni mchezaji mwenye mkataba na klabu yake hiyo. Kwa hiyo kuizungumzia kwa namna yoyote ile itakuwa mimi kuwakosea heshima Azam FC, na kurudia tena kusema kwamba ni mchezaji mzuri. Kila mmoja anatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal, na ndio mchezaji mwenye thamani kubwa hivi sasa nchini Tanzania. Ni mchezaji ambaye unatamani awe kwenye timu yako. Binafsi natamani awe kwenye timu yangu ya Simba Club, na wana Simba wanatamani. Kila mmoja anafahamu potential aliyokuwa nayo Faisal Salum Abdallah Fei Toto, lakini utafanyaje sasa? Ni mchezaji wa watu, ni mchezaji wa Azam FC, na hatuna budi kukubali kula kwa macho. Hatuna budi kukubali ya kwamba yule ni mali ya Azam FC. Kama litatokea la kutokea sijui, lakini ninapozungumza nanyi hivi sasa statement yetu Simba Sports Club ni kwamba Fei ni mchezaji wa Azam FC. Tunaishia hapo. Lakini mchezaji wa timu nyingine haizuii timu nyingine kuzungumza na timu nyingine juu ya biashara ya mchezaji fulani. Sijaambiwa na viongozi wangu kama kuna any attempt ambayo imefanyika. Na mimi nikiri jioni ya leo nimeona taarifa nyingi kweli kweli. Anakuja Dan zimekuwa nyingi. Amemaliza, amefanyaje? Na farijika. Na nimesoma Farhani kaandika, nakasema Mungu jalia iwe kweli. Unaona baba. Kumbe mwenyewe pia unaomba. Yaani mwenyewe nasikia raha kweli kweli. Kia nikisoma taarifa bana Faisal ni Simba sijui deal done. Sijui sealed and nini. Hiyo taarifa lazima uisome kwa makini. Yaani najisikia yaani sijui nikwambie. Kesho mbali leo. Ni sasa hivi. Yani najisikia yani sijui niwaambieje yani raha ninayoiona ama ninayoipata nikiona tetesi za yani najisikia ile yani hapo ukiniambia bana nenda kamchukue Fei, mimi na washagali hapa navuka hii bahari ya Hindi na nawaambia navuka hii bahari ya Hindi hapa na gari na kwenda Rwanda kumchukua Fei. Kesho asubuhi niko naye hapa. Fabrizio anasema yuko Zanzibar hapa. Fabrizio anasema tayari yuko mjini hapa. Wengine wanachochola, wengine wanazidisha. Lakini hakika uko nayo yuko Kigali. Kwa hiyo sijui, mimi sijaambiwa kama kuna any attempt ambayo imefanyika ya kumhitaji bwana mdogo, na mimi naziona tu hizo taarifa, lakini muda ndio wakati, muda ndio maamuzi mzuri. Tusubiri, kama kuna lolote tutawajulisha, kama hakuna lolote bado kijana ataendelea kutumikia mkataba wake, ataendelea kutumikia klabu yake ya Azam FC. Hiyo siku ukimtambulisha kwanza Simba Day itaruliwa. Unasemaje? Screen.
Simba Day lazima irudiwe. Bei akitua. Hiyo kiingilio chake inabidi kiwe kikubwa sana. Msijua mtu wa makeke. Mimi mtu wa makeke mtakutisha. Siingii kama anakwenda kwenye baby na ingele kiume yenyewe. Dunia itagawanyika vipande vinne siku ukimtambulisha kitokea. Kwa hiyo tusubiri, lakini yote kwa yote ni kwamba ni tetesi zinazofurahisha. Una enjoy. Tuache uenjoy. Mmemaliza? Tufahamu labda wachezaji ambao kesho katika mchezo wa kesho mpaka sasa. Wachezaji wote wako salama. Tuna mashaka na Shomari Kapombe ambaye ana changamoto ya mkono, lakini naamini hadi kufikia kesho asubuhi pengine anaweza akawa yuko sawa, lakini jeshi letu lote la mnyama liko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Shukrani. Asante sana. Asante sana. Basi macho kwenye screen.